Jamani, habari za asubuhi. Mbona mwitikio melala? Nzuri sana. Haya, karibuni sana. Leo tunakuja hapa kwa ajili ya kumpatia taarifa kwamba hii ndio jumuiya ya Wakongo waishio Tanzania. Mbele yenu tukiwa na rais mwenyekiti wa jumuiya ya Wakongo waishio Tanzania akiwa na wajumbe wake ambao ni sisi pamoja na meneja wa Montana Carnival. Tumekuja kwa sababu ya jambo moja, kwa ajili ya kusherekea miaka 66 ya uhuru wa Kongo ambayo itafanyika hapa Montana Millennium Tower kwa ajili ya kusherekea siku hiyo. Bila kupoteza muda, namkaribisha mwenyekiti wa jumuiya ya Wakongo ili aweze kutupatia taarifa kamili. Karibu mwenyekiti. Asante sana. Mjambo waandishi. Nafikiri King Dodo anaisha kufanya introduction. Mimi kama mwenyekiti wa jumuiya ya Wakongo waishio Tanzania naitwa kwa jina ya Jean-Paul Lopenge Fariala, lakini maarufu sana kwa jina ya President Lengos VIP. Leo kama tuko hapa ni kwa sababu moja tu. Tunataka kutangazia ndugu zetu wa Kongo, wa Tanzania ambao wanaweza kujisikia kupata nafasi ya kuja kujumuika na sie pamoja kwenye sherehe yetu ya miaka 66 ya uhuru wetu wa Kongo. Ile kitu itafanyika hapa tarehe 30 Juni mwezi huu hapa Montana. Itakuwa kitu kizuri sana. Yoyote ule atajisikia nafasi, atapenda kuungana na sisi kwa namna moja au nyingine, karibu sana kwa wote. Hii sio mara ya kwanza. Tunakuwa tunaifanya kila mwaka na tunaifanya kwa sehemu tofauti. Wakati mwingine tunaifanya Warehouse Masaki, mara nyingine tunafanya hapa Breakpoint, mara nyingine tunafanya sehemu tofauti mbalimbali. Lakini safari hii tuliamua tufanye hapa Montana, na ndio maana mnaona meneja wa Montana kuna sisi pamoja, ili na yeye apate kujisikia kama Wakongomani ndugu zake. Kwa hiyo hatuna maneno mengi ya kusema, tunaomba wote sababu tutakuwa na bendi ambayo itatupatia burudani. Nafikiri wote tunajua Christian Bella atakuwepo, Nyoshel Sadat atakuwepo, Eliston na Liva atakuwepo, na wanamuziki wengine watakuwepo siku hiyo. Kwa hiyo itakuwa burudani nzuri sana, tena kubwa zaidi. Hatuna mengi ya kusema. Tunashukuru na kuipigia asante sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan President, kwa sababu anatulinda. Yeye ni mama. Tuko Tanzania hapa, tuko na uhuru mkubwa sana. Tunajisikia kama tuko nyumbani kwa sababu ya uongozi wake na uongozi wa Tanzania siku zote. Tunamshukuru sana. Tunampigia asante na rais wetu wa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia, Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ule ni baba yetu. Katika madiaspora yote anaijali kama anatujali na sisi hapa tukiwa Tanzania. Anajua kama hiyo siku tutakuwa naye pamoja hata akiwa mbali. Lakini kwa akili yake na roho yake anajua kama watoto wangu wako pale wanasherekea siku hiyo. Tunamshukuru na balozi wetu Excellence Jean-Pierre Masala, anatunga mkono na anatupatia ile authorization ya kufanya sherehe yetu, ikibali kufanya sherehe yetu hii kwa nia njema, na tutakuwa pamoja na balozi wetu atakuwepo na diplomate, mabalozi wadogo watakuwepo. Tutakuwa pamoja na serikali na viongozi wa serikali ya Tanzania watakuwepo, kama tunakuwa tunashirikiana nao kila siku. Tuko pamoja.
Ndio hiyo, na nyinyi waandishi wa habari tunawakaribisheni siku hiyo, msikose. Kwa siku ya leo sina mengi ya kusema, na washukuru sana. Wakongomani waje kwa wingi, Watanzania waje kwa wingi, tusherekee wote kwa pamoja. Asante sana. Hapa show inafanyika hapa Montana tarehe 30. Kwa kupiga tu msumari, burudani ni nyingi, na tunakaribisha wote wanaopenda burudani nzuri waje tujumuike kwa pamoja. Viingilio tumefanya kwa mialiko, lakini pia tunaweka 30,000 kwa mtu mmoja ili aweze kupata full treatment. Kuna maswali? Kutakuwa bendi 4 ambao bendi ya Christian Bella pamoja na Christian Bella, kutakuwa bendi ya Nyoshel Sadat, kutakuwa pia bendi ya Elisto Nangai na Livasan na New Beta Music. John. Asante sana kwa ulizo yako. Ulizo yako nataka nikujibu kwa vole mbili. 2 volets tuseme. Option mbili. Ya kitu ya kwanza, jibu ya kwanza kisiasa. Kisiasa sisi hatuwezi kujibu kisiasa. Anatakiwa kujibu kisiasa, labda kungekuwa umoja wa ubalozini hapa ngekujibu. Kufuatana na masuala ya vita nini, sisi ile hatuhusike kabisa. Masuala ya kutreat vibaya madereva, ile tunaifanyia kazi sisi. Na tuko tunashirikiana na ubalozi, tunashirikiana na serikali ya Tanzania nayo kutaka kufuta ile kitu, kwa sababu sisi tuko kitu hiki, wote tuko wandugu. Hatuwezi kutendeana ubaya hata siku moja. Sisi tuko vizuri hapa, na Tanzania lazima wakienda Kongo wanatakiwa watreti vizuri kama tulivyo sisi hapa. Ila hatukubali kitu kama hicho. Nafikiri ile kitu ishapata solution. Sijui kama bado ngona isikie ile kelele tena. Nafikiri imeisha hiyo. Tushapata solution tayari. Sawa. Kunogesha zaidi na wenyewe kuleta flavor ambazo kwa sababu tunafahamu dunia wa Kongo wanaokaa hapa, tunajua wanasikiliza muziki hapa. Hilo vipi? Hiyo pale, asante bwana mwandishi wa habari Frido. Nadhani miaka yote nafanyaka ile kitu. Na kwa napatia kipaumbele sana wanamuziki wa Kitanzania. Wote wanakuwa wanafanya. Ukienda wakina Twanga Pepeta, wakina Tukuyu, wakina Mumini, wengi wa Kitanzania nakuwa nawatia kwenye orodha ya kufanya kitu hiyo. Lakini kitu tunafanya leo, wale kwa nini leo tunawatia kidogo pembeni? Kwa sababu wao wanakuwa nawalipa kashe. Mtanzania hawezi kupiga bila kumlipa. Budget ya safari iko kidogo na tofauti kidogo, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo inaingilia. Sasa Mkongo halipwe, yeye ni uhuru wake, ni sherehe yake, anakuja anapiga, anafurahisha jamii. Ndio maana Wakongo wanafanya kitu kama hicho. Sasa tunawataka, lakini wao wanataka walipwe fee zao. Kwenye budget fee zao hazipo, lakini tuko nao pamoja siku zote. Christian Bella Obama alipewa uraia wa Tanzania. Sasa sijajua mnamwekaje hapo, bado mnamkumbatia kama wa kwenu tena ama na sasa mnamkumbatia kama kwa namna nzuri tena, bado anakumbatiwa kama ni msanii wa huko bado mko naye tena, uzuri meneja yake huko kidogo. Christian Bella ni Mtanzania kwa sasa hivi, lakini tuko naye kwa sababu bado hajapata kabila lake. Iko kwenye kutafuta kabila, kisha kupata kabila lake tutamwachia. Ndio Mr. John, nafikiri labda kwenye mtandao haufuatilie sana watu wenye maproducer wakubwa, inatakiwa maproducer wakubwa wenyewe wanaleta wale wasanii, sababu gharama yao ni kubwa sana. Kipindi cha nyuma tulikuwa na Klaus akataka au na partner ready mpata ni peke yangu mimi hapa. Kama ulikuwa unasikia wakina Wera wanakuja, wakina Kofi wanakuja, wakina Feregora wanakuja, nilikuwa na produce mimi. Na juzi Kofi amekuja hapa kufuatana na Royal Tour ya Mama Samia, nimemleta mimi. Sijui kama ulikuwa na taarifa hiyo. Na kesho kutwa hapa Werasoni naye anakuja tena, nimemleta tena.
labda kwenye mitandao ya jamii au yapata kuipata taarifa. Kila siku Wera mwenyewe anaongea nakuja Tanzania. Novemba tuko na Novemba tutakuwa naye hapa. Ya mwaka huu. Wera Sona analetwa. Umepata taarifa ya awali kabla ya muda wake. Kwa hiyo pia kwa sababu mwenyekiti alishasema Wera Sona anakuja Tanzania. Nafikiri watu ambao wanafuata mitandao wanasikia. Hata tarehe 4 Julai ana show Ufaransa na ataisema kwenye show kwamba anakuja Tanzania Novemba. Yona show Bruxelles. Ubelgiji. Ataitangaza pia kwamba anakuja Tanzania. Kwa hiyo tukae tayari kumpokea mwezi wa 11. Asante sana. Nafikiri asante sana bwana video. Nafikiri King Dodo ni sehemu yake ya kujibu hili. Sababu kuwaleta wanamuziki karibu wote wale wenye wako hapa wa Kikongo kutoka Kongo wale yeye ndio alikuwa anawaleta. Hiyo siri anajua yeye, anaweza kukujibu. Jibu iko clear. Mtu anatafuta kitu ambacho hana. Ukiwa nacho unaja kutafuta. Watanzania ambao waliopo sasa hivi wanakizi viwango kwa wanafaa. Kwa hiyo haina haja.